karibu, sogeza kiti chako, tuendelee katika majadiliano haya. Leo tutazungumzia utofauti kati ya heshima na hofu. Heshima hujengwa kwa upendo. Kwa sababu ninapozungumzia heshima kama heshima, kwanza nina value utu wa yule mwenzangu. Tunarudi kwa wazazi, na maana tunaiona ndoa. Tunaiona ndoa kwa sababu mzazi hawezi kuwa mzazi sema kwa sababu watoto wa siku hizo wanatoka kwa wazazi kabla hawajaiona ndoa. Lakini kwanza tunarudi ndoa. Ndoa ndio msingi wa mzazi. Na hiyo imenipelekea kuona kwamba heshima hujengwa kwa upendo. Kwa sababu ninapoona upendo naiona ndoa. Na ndoa msingi wake ni upendo. Tunapoongelea familia inaanzia kwenye ndoa. Baba na mama walikutana, wakakubaliana, wakasema tuunde familia. Baadaye watoto wanatokea, watoto wanakuwa ni zawadi tu ambao Mungu anawapa, lakini ndoa ni baba na mama. Watoto wanakuja tu kwamba ni zawadi katika ndoa. Na hao watu wawili ambao walikutana ili waunde hiyo familia, hao ndo lazima, ndo msingi. Na hao ndo wanatakiwa waweke mikakati ambayo wote ambao watakuja nyuma yao waifuate. Kwa hiyo ndio nasema kwamba msingi unapoharibika, nyumba inakuwa haisimami. Kwa hiyo hao wawili waliokutana wakakubaliana kwamba tukae pamoja tuanze familia, wasipoanza kuweka misingi mizuri kwa ajili ya kuandaa wale ambao wanakuja nyuma yao, hiyo zawadi ambao Mungu atawapa ambao ni watoto, itakuwa ni shida tu. Itakuwa ni kwa sababu watoto wamekuja. Kwa hiyo hiyo hali ambao wamekuta na ni hiyo hali wataenda nayo. Wakikuta kama kati ya baba na mama kuna adabu, kuna heshima, kuna masikilizano, kuna upendo, watoto nao watakuwa wanakuja tu na hiyo hali. Mleavyo mtoto na ndivyo akuwa. Na hawezi kumpa kile ambacho wewe hauna. Mtu anatoa kile ambacho uko nacho. Hawezi yani kuna kitu ambacho hawezi ukafake. Heshima hawezi ukaifake yani. Kama hauna heshima ndani yako, hawezi ukaifake. Itaonekana tu. Itaonekana tu. Familia zingine tumekuwa unakutana baba ni mkali kweli. Hawezi kukutaka, kwa mfano unakuta tukiwa vijana hivyo wakikutana tuseme na msichana anakupiga yani hapendi. Lakini sasa yeye mwenyewe tabia zake huko zile na kijana wake. Za kushinda kijana wake. Sasa unakuwa unakutana hao watoto tu wanakuwa hivyo, wanamuogopa baba lakini wanazifanya sababu wametoka kwa huyo baba. Hizo roho zinawaingilia pia. Tunasema watoto wanajifunza kutoka kwa wazazi. Na kama watoto wanajifunza kutoka kwa wazazi, mtoto hawezi kuchukua tabia ambayo hajaona kwa wazazi wake. Sasa wewe kama ni mama au ni baba, unafanya na wewe heshima kwa woga. Lakini anapoondoka wewe baba unakuwa na tabia. Kitu cha kwanza ni wazazi wenyewe wako salama. Ili watoto waweze kufanya nini? Waweze kufuata njia. Kwa sababu huwezi kumwambia mtoto kwamba wewe kwa nini unajibu hivyo wakati wewe unamjibu baba mbele ya mtoto. Wewe baba unamjibu mke mbele ya mtoto. Kwa hiyo mtoto sio rahisi kushika adabu kama nyinyi wenyewe hamjawa na hizo adabu kuwaonyesha watoto. Ili watoto waweze kuheshimu. Ili watoto waweze kuwa na heshima hata nje wanaangalia wazazi wao wako namna gani. Wazazi na wenyewe nayo ni tatizo lingine. Mungu anajaribu kumwambia mzee Heri kwamba hivi nimekuonya, ukusikia, ndio kufuta kizazi chako kabisa. Yaani Mungu sasa azungumzie watoto, anamzungumzia mzazi. Samari wa kwanza 3 anasema anafuta kile kizazi chote na hakuna atakayeweza kusimama. Kwa hiyo sisi wazazi tufike mahali tukae tujiulize, kwanza tujiulize misingi yetu tulikotoka. Hii ndoa ilikuwaje? Hii ndoa tulikutana katika misingi ipi? Basi twende mbele za Mungu tuombe rehema mbele za Mungu. Hatuwezi kubadilisha. Twende mbele za Mungu tuombe Mungu rehema. Atusamehe. Ili kwamba tuwasaidie watoto. Si watoto wameshakuwa sawa. Watoto wameshakuwa wakubwa. Kuna wajukuu. Unakuta bado mzazi kama bibi, babu unaendelea kulea. Heshima inafungua nafasi ya mazungumzo. Kwa sababu unapomheshimu mwenzio utampa nafasi ya kumsikiliza. Unapomheshimu mwenzio
utatafuta jinsi gani ya kuongea naye. Utaangalia uwazifa wake kwanza ndani ya familia na nje kwa society. Unatengeneza mazingira ya kuzungumza naye. Kuna ile kama ulivyosema, hukuwahi kuona baba yako au mama yako wanatoka, yani wanakuja kupiganiana sebuleni. Kila ulipokuwa naona tu ni shangwe, kicheko. Na hiyo inasaidia psychologically, haiumizi watoto. Kwa hivyo heshima ndugu yangu mtazamaji, inaleta uhuru wa mazungumzo. Mtu anasikia kukusogelea. Mtoto, mama, kuna nafasi mtoto anajisikia huru ya kuzungumza na wewe. Umetengeneza ile nafasi ya watoto kukusogelea. Ndio ulivyosema, urafiki. Mwalimu, hofu inaleta ukimya. Ndio ile point ulisema, unakuta watoto wanakuwa ni wanafiki. Kwa lugha nzuri, mtoto anakuwa anashindwa kuzungumza kile alichokuwa nacho kwa sababu anaogopa baba anaweza au mama anaweza akampiga mwiko akiwa anasonga ugali. Hofu inatengeneza ukimya, na ukimya si mzuri kwa familia. Ukimya unavunja, ndio ukimya unaleta kuasi. Ndio mwalimu, karibu. Kuna kitu ambacho hasa kwenye familia zetu za Kiafrika sikuwa napenda kabisa, kwamba ili umfikie baba lazima upitie kwa mama. Yaani wewe mtoto ili umfikie baba lazima upitie kwa mama. Na imekuwa kabisa na kwenye familia zetu za Kiafrika sana. Yaani mtoto ukiwa na jambo la kumwambia baba lazima upitie wapi? Kwa mama, kwa sababu unaogopa kumface baba ukamwambia shida yako. Haikuwa nzuri, na kweli 90% ya familia nyingi Afrika ni hivyo. Kwa hiyo na baba nao wamejisikia kuwa na hiyo, yani wameona kama ni fahari kubwa sana kuogopwa na watoto. Tupokuwa sio hivyo. Inabidi tujengee watoto ule upendo wa mtoto. Sio kwamba mtoto akiwa na shida na mimi baba, kitu cha kuniambia lazima apitie kwanza kwa mama. Hasa kwa baba, tuwe na huu moyo wa kuwazogelea watoto, moyo wa urahisi kwa watoto, ili mtoto ajisikie kwamba uhuru alionao kwa mama pia na huo uhuru kwa baba, katika heshima. Biblia inasema Mungu alijiona si kitu, akauvua uungu wake, akaja duniani kutufia. What kind of love is that? Na huyo ni baba. Kwa ndugu yangu mtazamaji, wewe kama ni baba wa nyumba, tafadhali usione fahari kwa watoto kukimbia. Usione fahari unapotaka kujua kitu kinachosumbua wanao mpaka waulize. Usione fahari. Ona fahari pale ambapo mtoto anasikia huru wa kukujia na kukwambia, baba, nina 1, 2, 3. Mama, nina 1, 2, 3. Lazima kuacha nafasi. Acha nafasi watu. Kama zilivyosema, Biblia inasema kwenye kitabu cha Isaya kwamba Biblia inasema, haya njooni na tusemezane. Mungu mwenyewe anaruhusu tumsogelee, tuzungumze naye. Je, wewe mzazi, watoto wako, kizazi, yani nyumba yako. Na nilikuwa na shauri baba, usione aibu kwa sababu wewe ni kichwa cha nyumba. Wewe kubali kushuka, kujinyenyekeza, uongee na watoto wako na mke wako na familia yako, ili kuleta amani, kwa sababu kuinua mabega haisaidii kitu chochote. Lakini nilikuwa ninashauri kama baba, kama kichwa cha nyumba, kama kiongozi katika Kristo pia. Wazazi, msiwachokoze watoto. Msiwachokoze watoto. Yaani hilo ndio jukumu letu wazazi. Mungu ametupa tusiwachokoze watoto, watuheshimu. Lakini sisi pia wazazi, pamoja na kuwapenda, tusiwachokoze. Kweli. Na kuwachokoza sio tu kusema kwamba hilo mjaa kwa hasira, ama ndio hiyo hali ambayo unakuwa nayo juu, kwani watoto wanajisikia hawana hiyo nafasi kwako. Yaani wanasikia tu kwamba hata ya kusema anaweza kajogelea baba mwambie jambo la kwa ni ngumu. Hapo tayari umeshawachokoza watoto kwa sababu hawana uhuru kwako. Hiyo inazidi hata fimbo. Heshima hujenga mahusiano ya kweli. Heshima inajenga mahusiano mazuri ndani ya familia, kwa sababu unapokuwa mkosefu wa adabu, nani atakusogelea? Hakuna.
Hakuna ambaye atakusogelea. Yakobo anasema na tuwe wepesi wa kusikia. Tukiwa wepesi wa kusikia, hiyo pia ni moja ya njia ya kuwa na adabu, kuwa na heshima, kwa sababu mtu anapokuja kuongea na wewe jambo, lazima umpatie nafasi ya kumsikiliza. Ina maana huwezi kumsikiliza mtu ambaye humheshimu, ambaye una heshima naye. Utamwambia, utaniambia nini? What are you trying to tell me? Unataka kuniambia nini? Kwa hiyo inakuwa ni utovu wa nidhamu. Kwa mambo haya yanabebana. Heshima ni package ambayo ina mambo mazuri sana. Ukiwa na heshima, utakuwa ni mtu mwenye nidhamu, utakuwa ni mtu mwenye kujali wengine, upendo wa dhati utakuwa ndani yako. Mtu akiumia, unabeba, unachukua ule mzigo. Heshima inaleta connection. Heshima inaleta connection. Lakini hofu inaleta disconnection. Mtu akikuogopa hatataka kuja hata kwenye sherehe yako. Atasema ule sitakanyaga kwake. Sasa katikati ya ndugu unakuta heshima kama haipo. Ndugu anasema, anaapa kabisa, anasema sitakanyaga. Heshima kumfanya mtoto kuja kuwa mtu wa maana sana katika society, kuanzia ndani ya nyumba lakini pia mpaka nje. Tafadhali ndugu yangu mtazamaji, mzazi mwenzangu, familia, wewe community unayotutazama huko nje, kama tayari uko ndani ya familia, au kama wewe umejaliwa kuwa na wazazi, baba na mama, au kama wewe ni mzazi tayari umeshakuwa na familia, jitahidi heshima iwe ni msingi imara katika familia yako, kwa sababu itadetermine watoto wako watakuwa ni watoto wa aina gani mbele huko. Wewe mzazi, hata kama una tabia nzuri, na hii nitapenda tuivalie njuga hapa wa kumaliza kipindi, hata kama una tabia nzuri, zuia ulimi wako unapokuwa unamwedicate mtoto au unapokuwa unamshauri mtoto. Usilete mifano ya kumtengenezea yeye kuwa kile kimfano ambacho unachomweka nacho rohoni mwake. Kwa mfano, unamwambia mtoto, wacha kuchukua pesa kabla hujaniomba, utakuja kuwa mwizi. Ndani ya roho, spiritual world, umetengeneza wizi ndani ya uzima wa ule mtoto. Yamkini wewe hujawahi kuwa mwizi, lakini mtoto anapokuwa anaanza kudokoa, wanakuletea taarifa, unasema mbona mimi sijawahi kuwa mwizi? Kuna sehemu moja ulitamka kwamba hacha kuchukua kitu changu bila kuniambia wewe ni mwizi. Ulitengeneza hicho kitu katika ulimwengu wa roho. Hilo mtumishi wa Mungu ni kweli kusema utakuja kuwa kama. Hiyo inatokea. Amina. Mimi nimeiona baadhi ya familia. Wewe unafanya hivi utakuja kuwa mlevi kama fulani. Wewe unafanya hivi unafuata, hiyo roho inaenda. Na ni kweli unakuta yule mtoto anakuwa anafikia hiyo hali. Ni kweli kabisa. Kuna maneno ya kutamka, usiibe, iba ni dhambi. Hallelujah. Glory to God. Ndio. Usizini. Ndio. Kuzini ni kumwasi Mungu. Kwa sababu kizini unamwasi Mungu, tayari unaasi na familia yako. Kwa hiyo mtoto anakuwa anajua, kwanza anajua Mungu. Kuna kumwasi, kumbe kumwasi. Na anajua kabisa mtoto kwamba kuna uzima na mauti, chagua leo. Kwa hiyo ukimwasi Mungu, tayari wewe utakuwa shetani. Mtoto anajua kabisa kwamba utamwasi Mungu. Kwanza Mungu atanichukia. Hawezi kuzima. Hawezi kuzima. Unaepuka kutengeneza. Usitamke kwamba utakuwa, hapana. Usiseme utakuwa kama fulani. Hiyo ni mbaya. Zungumza sawa sawa na neno la Mungu linalotakikana. Usitukane, kwa sababu wanaotukana ni wahuni. Wewe sio muhuni. Usitukane. Usitukane. Sababu mtoto mzuri hatukani. Usitukane. Heshima haisemi utakuwa kama. Ila heshima inamtanguliza Mungu mbele. Alafu through love inaonya jambo ambalo inaloliona. Katika kitabu cha Yohana wa kwanza 4 mstari wa 18, neno la Mungu inasema
katika upendo hamna hofu, bali pendo lililo kamili hutupa hofu nje.